Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na hatua aliyoweza kuifanya Mheshimiwa Nchimbi baada ya mgogoro ndani ya chama cha CCM, kwani Mheshimiwa Nchimbi kwa hivi sasa ameweza kufanya kikao cha faragha kati yake na Rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Haya hapa ambayo waliweza kuyajadili kwa siri, ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba ndani ya chama cha CCM kuna mgawanyiko, ambapo kuna baadhi ya watu wanaozidi kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Nchimbi ya katiba mpya, na kuna wale wanaozidi kumshinikiza Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu, kwani anaonekana kwamba kuzungumzia swala nzima la katiba mpya ni kukinzana naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani sote tunafahamu kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan swala la katiba mpya bado hajaweza kulikubali, ila kwake Mheshimiwa Nchimbi anazidi kufanya uhamasishaji kwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ya kwamba kwa hivi sasa ndiyo muda na wakati mwafaka kwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kudai katiba mpya, na wala wasiweze kusubiri hadi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mwingine utakapokuwa ukifanyika. Haya yote Mheshimiwa Nchimbi aliweza kueleza na kuweka hadharani kwamba sio kwa manufaa yake binafsi, bali Mheshimiwa Nchimbi anazidi kuamini kwamba kwa jinsi ambavyo hali ya kisiasa imo katika Jamhuri ya Tanzania, ni muda na wakati mwafaka kwa Jamhuri ya Tanzania iweze kuongozwa kwa katiba mpya. Mtazamaji wangu, siku ya jana tuliweza kumshuhudia Mheshimiwa Nchimbi akiwa na ukaribu kati yake na Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Sote tunafahamu kwamba majadiliano mazito lazima yaliweza kujadiliwa, kwani Mheshimiwa Jakaya Kikwete ni mojawapo wa viongozi bora katika chama cha CCM. Pia ni chama ambacho aliweza kukitumia. Hivyo basi, dhumuni na sababu kuu yake Mheshimiwa Nchimbi kujaribu kumhusisha Mheshimiwa Jakaya Kikwete kwa yale anayozidi kuyapitia na kuonekana ya kwamba anazidi kuomba aweze kujiuzulu, ni kutokana naye kuamini kwamba chama cha CCM kinapaswa kuwa na kiongozi ambaye ataweza kujali maslahi ya wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, kwani hiyo ndiyo sifa ya chama cha CCM. Sote tunafahamu kwamba aina ya uongozi tunaozidi kushuhudia hivi sasa katika serikali hii ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mtazamaji wangu, ni serikali tofauti kabisa na ile tuliyokuwa tukishuhudia wakati ambapo Rais John Pombe Magufuli alipokuwa akihudumu kama rais. Hivyo basi, Mheshimiwa Nchimbi kwa kweli hazidi kufurahishwa na yale yanayozidi kujiri chini ya uongozi huo wa CCM, na baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Nchimbi yanazidi kumkera ni swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mwananchi wa kawaida yeyote yule anayezidi kwenda kinyume na uongozi mzima wa serikali ya CCM, kwani Mheshimiwa Nchimbi anaamini kwamba katika Jamhuri ya Tanzania ni sawa uongozi ulioko madarakani uweze kuheshimiwa, ila kwa njia moja ama nyingine mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania ambaye ndiye mwenye nchi ana uhuru na ana haki ya kuomba uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika kipindi na wakati ambapo utakuwa umeweza kuanza kushindwa kufanikisha baadhi ya mambo yaliyokuwa yameweza kuahidiwa na uongozi huo ama viongozi hao kabla ya uongozi kuteuliwa na kuingia madarakani. Hivyo basi, Mheshimiwa Nchimbi, hii inazidi kudhihirisha wazi kwamba swala la kukamatwa kwa watu wanaozidi kupinga ama kufanya mahojiano ya kupinga na kukosoa viongozi walioko serikalini, Mheshimiwa Nchimbi hajaweza kulifurahia. Pia swala nzima la Mheshimiwa Tundu Lissu kunyimwa hata dhamana, sote tunafahamu kwamba
Baada ya ushindi wa kwanza aliopata Mheshimiwa Tundu Lissu katika mahakama ya rufaa siku ya jana katika mahakama kuu, ingeweza kuwa ni jambo la afueni Mheshimiwa Tundu Lissu kupewa hata dhamana aweze kutoa ili aweze kuwekwa nje, na pia kwa njia moja ama nyingine kesi hiyo ikaendelea kuchunguzwa. Ila kwa uongozi huu wa CCM kwa hivi sasa, mtazamaji wangu, ni tofauti kabisa na kile ambacho kinazidi kupaswa kufanyika, bali yale yote yanayozidi kuonekana yakifanyika ni kutokana na maagizo yanayozidi kutolewa. Hii hapa ni tofauti kubwa ya kisiasa iliyoko katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo kuna moja ya video iliyokuwa ikizunguka katika mitandao ya kijamii. Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kunaswa ama aliweza kusikika kidai kwamba hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania kuna baadhi ya viongozi wapo magerezani wanaozidi kushindwa kufikia wajibu, wanaozidi kuomba wajibike ili kuongoza maridhiano, bali viongozi hao wanazidi kutoa matakwa yao. Na sote tunafahamu kwamba ujumbe huu ama maneno haya yalikuwa yakilengwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo liliweza kuvunja mioyo ya wengi. Hivyo basi Mheshimiwa Nchimbi anazidi kuamini kwamba aina ya uongozi huo ni uongozi unaozidi kurejesha Jamhuri ya Tanzania nyuma kwa ujumla, na pia kwa njia moja ama nyingine idadi kubwa ya wananchi wanazidi kupitia kipindi kigumu, viongozi nao wanazidi kupitia kipindi kigumu, jambo ambalo linazidi kuathiri taifa kwa ujumla kuendelea kuzoroteka kiuchumi, na pia kutokuwa katika kiwango kizuri ama kiwango cha juu kulinganisha na baadhi ya mataifa Afrika ama hata East Africa. Hivyo basi huenda Mheshimiwa Jakaya Kikwete kufuatwa naye Mheshimiwa Nchimbi kwa njia moja ama nyingine. Lazima Mheshimiwa Nchimbi aliweza kujaribu kuelezea Mheshimiwa Jakaya Kikwete kutokana na kauli aliyokuwa ameweza kuizungumza ya swala nzima la katiba mpya na wananchi waweze kuipigania kwa muda huu, ni kutokana na Mheshimiwa Nchimbi kutofurahishwa na aina ya uongozi, na pia kuamini kwamba kupitia katiba mpya tofauti kubwa iliyoko kati ya viongozi wakuu wa serikali ya CCM na vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania kufuatia yaliyokuwa yameweza kujiri mwaka 2025 yataweza kuwa saulika ama hata kupungua hasira kwa vijana Gen Z iwapo kutakuwa na katiba mpya. Ikumbuke kwamba vijana hawa Gen Z, dhumuni na sababu kuu la maandamano yao yaliyokuwa yakifanyika kwanza kabisa ni kuachilia huru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, reforms ziweze kufanyika, ndipo uchaguzi nao uweze kufanyika, pia swala nzima la katiba mpya. Hivyo basi kilio cha katiba mpya sio swala ambalo Mheshimiwa Nchimbi anazidi kukosea kulizungumzia, bali ndipo ambapo hoja za Watanzania wengi zipo katika swala nzima la katiba mpya, na ndipo ambapo kutakuwa na aina tofauti ya uongozi ambao utaweza kufaa kila mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, mtizamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.